Mheshimiwa Rais. Basi yale maombi ambayo mnatupatia sisi kwenye ngazi hii ya wilaya yaende kwa rais wetu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Wakati anashika madaraka ya nchi hii baada ya kuondokewa na Mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli, Mwenyezi Mungu amweke mahala pema, watu hawakuamini kama hii nchi ingefika hapa ilipo leo. No? Lakini mama yetu amefanya kazi kubwa kweli kweli. Kianzia kipindi cha baba wa taifa, miaka yake zaidi ya 20, pia kipindi cha mzee Mwinyi, kipindi cha mzee Mkapa, akaja mzee Kikwete, mzee Magufuli. Maendeleo yaliyofanyika kwa kasi iliyofanyika ukilinganisha na kipindi cha miaka hii minne ambayo mama Samia amekuwa madarakani, kwa kweli amefanya kazi kubwa sana sana sana. Nyinyi mnajua maeneo mengine ilikuwa kujenga madarasa ilikuwa ni lazima tuvutane kwanza, michango ipite, watu wachangishe michango ili kujenga madarasa. Lakini leo analeta fedha zote yeye mwenyewe, madarasa yanajengwa, shule mpya zinajengwa, miradi ya maji tulikokuwa tunaambiwa sisi ni watu wa kula mapanki kupitia Ziwa Victoria pale Mwanza. Leo Ziwa Victoria Mheshimiwa Rais ameleta fedha, maji ya kunywa sasa kwa mkoa wa Simiyu yanatoka Ziwa Victoria yanapita kwenye wilaya zote 5 za mkoa wa Simiyu. Ni miongoni mwa kazi kubwa ambayo wameifanya. Na kwa ndugu zangu na shemeji zangu ambao mnatoka kanda ya Ziwa, hasa hapa mkoa wa Simiyu, tutakubaliana kwamba Mheshimiwa Rais ameamua mtoto wa kike aende shule. Tulikuwa na kautamaduni kidogo, mtoto wa kike akifika umri fulani kuolewa akaozeshwe, mahari ipatikane, mtoto wa kiume akaoe. Lakini uamuzi wake wa kujenga shule ya wasichana ya mkoa mzima pale bilioni 4.1, uamuzi wake wa kuleta fedha shule ya watoto wa kiume inayojengwa hapa kanda nzima ya Ziwa, shule ya wavulana inajengwa hapa bilioni 4.1, ni uamuzi wa dhati ambao unalenga kumsaidia mtoto wa kike na wa kiume ili akawe msaada baadaye kwenye familia kwa ujumla. Kwa hiyo ni miongoni mwa kazi kubwa ambazo Mheshimiwa Rais amefanya. Na hata hili la umeme kukatika, maana umekatika, hii sio kwa sababu tuna uhaba wa umeme.